Mheshimiwa mgeni rasmi, chama kikuu cha ushirika mkoa wa Singida Sifaku Limited kinafanya kazi katika halmashauri 5 za wilaya ikiwemo Ikungi, Mkalama, Iramba, Singida vijijini na manispaa ya Singida. Lengo letu kuu likiwa ni kuwaunganisha wanaushirika walio kwenye hayo maeneo hayo na kuwa na sauti ya pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mambo mengi, tunaendelea kukushukuru sana kwa usimamizi wako katika mchakato wa mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani. Kwenye msimu uliopita, chama kikuu cha ushirika Sifaku kilifanikiwa kuingiza kwenye minada jumla ya kilogramu 458,908 za dengu na kilogramu 214,839 za mbaazi katika msimu uliopita wa mwaka 2024-2025. Hata hivyo, mchakato wa usimamizi wa mfumo ulikuwa na changamoto nyingi ambazo zinatufanya tuendelee kukushukuru wewe binafsi pamoja na wasaidizi wako kwa ushirikiano mkubwa tulioupata na kuweza kutufanikishia msimu huu kuisha salama. Ombi letu mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunaendelea kukuomba ushirikiano zaidi kupitia maelekezo yako ili mkoa wetu uweze kuwa miongoni mwa mikoa inayofanya vizuri katika stakabadhi za mazao ghalani, kwani uwezo tunao na sisi wanaushirika tuko tayari kutekeleza maelekezo yako. Kupitia maelekezo ya serikali miaka ya 1970, ushirika ulipoyumba nchini, sehemu kubwa ya mali za wanaushirika zilikabidhiwa katika mamlaka za serikali kwa ajili ya usimamizi na uangalizi. Na sisi wanaushirika mkoa wa Singida ni miongoni mwa vyama ambavyo mali zake zipo kwenye usimamizi wa serikali za vijiji na umiliki wa watu binafsi. Tumefanya jitihada za awali ikiwa ni pamoja na kuunda tume maalum ili kuweza kuliharakisha jambo hili, lakini changamoto zimekuwa nyingi toka kwenye mamlaka za serikali za vijiji na umiliki wa watu binafsi. Mkutano mkuu wa mwaka unatoa fursa kwa wanachama kwa ajili ya kujadiliana mambo muhimu ya maendeleo ya chama chao kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, kwa msingi huu wanachama wanapaswa kutumia fursa hii vyema kwa kuwa makini na kujadili na kuchambua taarifa mbalimbali ambazo zitawasilishwa na bodi ya uongozi pamoja na watendaji ili kujenga mustakabali bora wa chama chao. Ndugu mgeni rasmi, sanjari na taarifa hizo, wanachama wanapaswa kuwa makini katika kujadili taarifa ya ukaguzi wa hesabu za chama ambayo itawasilishwa na mkaguzi wa hesabu za chama kutoka shirika la ukaguzi COASCO. Taarifa hii ni muhimu kwa sababu inabainisha hali ya kifedha ya chama, mali za chama na madeni. Pamoja na hilo, kasoro na hoja mbalimbali za ukaguzi zilizobainika zinapaswa kujadiliwa na kuwekewa mikakati itakayowezesha hoja hizo kuondolewa katika kipindi kijacho. Ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii pekee kuasa wanachama kuwa makini katika kujadili ajenda za makisio ya mapato na matumizi, kuzipitia kasma zote za mapato na matumizi, kutoogopa kuhoji pale ambapo wanaona hapajakaa sawa, lakini pia kuweza kupata ufafanuzi wa kitakachofanyika katika mwaka wa fedha ujao kwa ajili ya maendeleo ya chama. Lakini pia kujadili ajenda zote zitakazowasilishwa, na pale panapohitaji kuwekewa maazimio basi yawekwe maazimio ambayo yataenda kutekelezwa katika mwaka ujao ili kuweka tija kwa chama na wanachama kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Singida tunayo ardhi ya kutosha, tunao utaalamu wa kutosha, na kwa bahati nzuri sisi Singida kupitia uongozi wako ni miongoni mwa mikoa ambayo tayari tumeshasajili karibu wakulima wote. Zaidi ya 95% wakulima wamesajiliwa kwenye daftari la pembejeo. Kwa hiyo kila mkulima ana sifa za kupata pembejeo za ruzuku. Ni swala letu tu sisi kuwaelewesha ni jinsi gani wanapata na vitu kama hivyo. Lakini nashukuru pia wadau wetu wa mbolea na pembejeo wamefika mahali hapa na wameonyesha utayari wao wa jinsi ambavyo wanaweza kutusaidia ili sisi tuweze kunufaika. Swala lenu mahususi liwe ni jinsi gani tunakwenda kuongeza uzalishaji. Tukiongeza uzalishaji, soko lipo tayari. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameshajipambanua na ameshatuelekeza na viongozi ambao tuko nyuma yake kwamba hapa swala zima ni ushirika, ni kuuza vitu kwa stakabadhi ghalani na mazao. Tukitaka hata mazao yote yaingie kwenye stakabadhi ghalani, ni masuala tu ya kujipanga na kuingiza stakabadhi ghalani.
Sasa sisi wanaushirika tunakwendaje kuongeza uzalishaji? Wakulima wengi wanashindwa kutumia mbolea, wanashindwa kutumia pembejeo kwa sababu ya gharama. Lakini sisi wanaushirika kupitia vyama vyetu yawezekana tukawawezesha wakulima wetu wakapata mbolea za kutosha, wakapata mbegu stahili, wakavuna. Wananchi wetu wanaumia kwenye umaskini kwa kukosa maarifa. Sasa ninyi ndio ambao mna maarifa. Hebu twendeni tukaongeze hao wanachama, hatimaye wengi wanufaike na faida za wanaushirika. Kwa neema ya Mungu, ardhi yetu ni nzuri, tuna ardhi ya kutosha. Sasa ekari zote hizo tunajitambuaje kwamba sisi ni maskini? Na sisi tunategemea kilimo, na kilimo kitatutoa tu kwa kupitia ninyi. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais ni juzi hapa amezindua benki yetu ya nini? Ya ushirika. Sasa ile benki tunajiwekeaje mikakati tunufaike na ile benki yetu? Lakini kwa namna ya kipekee niwashukuru kwa kazi nzuri mliofanya msimu uliopita. Jioneni ni washindi. Safari tumeianza na tutafika salama. Ushirika ni nguvu. Ushirika ni umoja. Ushirika kubadilishana uzoefu. Ushirika kugawana rasilimali. Ushirika ni kumiliki mitaji. Ukishajua yale maneno yenyewe utaupenda ushirika. Ndio maana serikali inausimamia, inauenzi, inautetea ushirika. Ili tuwe na ushirika au kuwa na chama chenye nguvu, lazima idadi ya wanachama wake na pia ionekane ni inakuwa na inaongezeka kila wakati na iko stable. Sio leo wako 50, kesho 20, kesho 50. Hapana. Tunachohitaji ni 10, 20, 30, 40, 50. Yaani inaongezeka kwa kwenda juu. Pale unasema nina strong ushirika, watu wamenielewa na watu wananiunga mkono. Na ndio safari ambayo tunatakiwa sisi tuianzishe hapa Singida. Lakini wanaushirika hawa wanapokutana wanahitaji huduma. Sio tu wakutane wapige story, wapige soga. Leo kama kuna fursa ya mikopo, lazima uimarishe mikopo ya wanaushirika wako. Swala la mikopo kwa wanachama wenu ni swala la msingi, ni swala la lazima, ni swala kuhakikisha kwamba watu wanawezeshwa ili waweze kuzalisha zaidi. Lakini baada ya kuzalisha, tunatakiwa tuhakikishe wanaushirika wetu wanaongeza thamani ya bidhaa zao. Badala ya kuzalisha mahindi ukauza mahindi, ukazalisha alizeti ukauza alizeti, tunategemea leo uzalishe alizeti uuze mafuta. Kwa hiyo swala la viwanda kwa vyama vya ushirika haliepukiki. Tunataka kuona wanaushirika nyinyi mnamiliki viwanda vikubwa kwa ajili ya bidhaa zenu na kuongeza thamani. Kama ni viwanda tutavyohitaji kuviona Singida ni pamoja na viwanda vya wana ushirika. Na inawezekana kabisa. Kitabu hiki kimeelekeza mali za wanaushirika zirejeshwe kwa wanaushirika. Kwa lazima hii safari tuianzishe pamoja ili kuhakikisha wanaushirika mali zao zinarudi kwenye ushirika. Lakini tumeambiwa tuunganishe vyama. Hili mmelifanya vizuri, ndio maana leo tuko hapa tunajiita Sifaku. Ndani yake tuna vyama vidogo vidogo kwa maana zile AMCOS, si ndio? Sasa tunahitaji kuwa na AMCOS nyingi zaidi ili hii tunayoita Sifaku iwe ni giant kweli kweli. Lakini tunahitaji kuongeza mitaji na pia kuhakikisha tunapata mafunzo mara kwa mara. Kwa hiyo na sisi wanaushirika hatutakiwi kubaki nyuma. Tunahitaji na sisi kukimbizana na yanayotokea katika dunia hii. Tunataka ushirika wa kidijitali, ushirika wa uwazi, ushirika ambao unaendana na kasi ya sasa ya maendeleo duniani. Pasipo kufanya hivyo, tutawauzi wanachama watatukimbia. Mmeona serikali inavyojitahidi kuwaekea mazingira mazuri ili ushirika na mambo mengine ya maendeleo yaweze kwenda. Tumepeleka umeme mpaka vijijini. Vijiji vyote 441 vina umeme. Juzi nimepokea mkandarasi tunaanza kuweka umeme kwenye vitongoji. Yote haya yanawalenga wanaushirika. Tunasukuma kupeleka maji vijijini. Ndani yake anakulenga wewe mwanaushirika. Serikali inajenga barabara. Tunakulenga wewe mwanaushirika ili uweze kufika shambani na kusafirisha mazao yako yaende wapi? Sokoni. Tunajenga reli SGR
ni wewe mwanaushirika. Tuna uchache wa vyama, tuna uchache wa mitaji, tuna uchache wa wanachama, tuna uchache wa kufikiri. Sasa lazima tuambiane ukweli ili wote turudi tuwe very strong kuhakikisha kwamba tunaimarisha vyama vyetu. Tuna safari ndefu ya pamoja, na hii tutaenda pamoja, tutapeana elimu pamoja, tutahakikisha kwa pamoja tunafika salama. Tutaimarisha viongozi, tutaimarisha ofisi zenu, tutaimarisha watendaji wenu kuhakikisha kila jambo linakaa sawa. Kwenye maendeleo hakuna kuchekeana. Kwenye maendeleo hakuna kuogopana. Kwenye maendeleo lazima tuambizane ukweli. Na katika kitu mimi sikitaki ni wale watu ambao wanabeba maslahi binafsi na kuacha maslahi ya wengi. Sasa lazima tuangalie mbele tunataka kufanya nini. Mimi ndoto yangu na ofisi yangu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushirika imara, ushirika wenye nguvu ya kimitaji, miundo mbinu, wanachama na uwezeshaji wa wanachama husika. Lakini nataka ushirika wenye viongozi wa wajibikaji. Ili tuwe na very strong ushirika, dalili njema ni hati safi kwamba yale mliokubaliana ndio mlioyafanya na mmeyafanya kwa busara na yameleta tija kwa wanachama. Kinyume na hapo hatutaelewana. Kwa hiyo anzeni kusafisha nyumba zenu kabla mimi sijaja na lile fagio langu gumu. Lakini ninayo imani kwamba ushirika ni mkombozi wa wanaushirika. Ushirika ni mkombozi wa wakulima wangu. Nataka kuona wakulima wote wanajiunga na vyama vya ushirika. Sio toka umeingia wewe kwenye ushirika mwaka wa kwanza una baskeli, mwaka wa pili una baskeli, mwaka wa tatu una baskeli, bado hatujakukomboa wewe. Kwa hiyo muone ushirika ninaoutaka. Kama AMCOS inamiliki gari, basi angalau nikimkuta mwanachama akikosa sana kama sio guta, bodaboda. Sio baskeli. Baskeli ishapitwa na wakati. Baskeli iwe ni mazoezi tu. Lakini sio kitendea kazi. Kwa hiyo mwanze nyinyi viongozi mbadilike ili mbadilishe wale wanachama wenu, muwe na wivu wa maendeleo kama viongozi. Lakini nataka kuona vyama vyenu ni suluhisho la kudumu kwa wakulima. Kwa maana mitaji, masoko, pembejeo na hifadhi ya mazao. Tujenge magala, tununue magala, turudishe magala yaliyoko kwa watu wengine, tuyaboreshe magala tuliyokuwa nayo kwa kushirikiana na serikali na sekta binafsi. Bahati nzuri wadau leo wote nimewaona wako humu ndani. Lazima tuandike proposal, tuandike miradi, tuweze kupata fedha, tuhakikishe hatupotezi mazao ya mkulima baada ya kuyavuna kutoka shambani. Swala la kuhifadhi mazao nyumbani limeshapitwa na wakati. Unatakiwa uvune mwanaushirika, upeleke mazao yako kwenye gala ambalo kwanza lina bima, ambalo hata ikitokea ajali ya moto wewe hauna habari nayo, haikuhusu. Umepeleka gunia 10, upewe pesa za gunia 10. Lakini la mwisho katika kuimarisha ushirika, naomba tuzingatie usawa wa jinsia. Idadi ya wanawake kwenye ushirika, kwenye viongozi, wafanya maamuzi iongezeke. Lakini kama mpo 10, angalau wasipungue wanawake 3 katika 10. Kuna faida kubwa na maana kubwa nzuri ya kujenga ushirika. Kwa muhakikishe hayo yote yanafanyika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuhakikishie serikali ya mkoa iko pamoja na wewe katika haya. Wewe endelea vizuri leo na mkutano wako. Tumeshaandaa sisi kongamano kubwa la ushirika mkoa wa Singida. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa moyo huo wa upendo, na siku zote tutakuwa pamoja. Baada ya kusema haya, ninaomba sasa kwa heshima kubwa nitamke kwamba mkutano huu umezinduliwa rasmi.